Pole kwa kukusubirisha mpenzi wangu. Asante, usijali. Umefika zamani? Zamani kidogo. Lakini kwa ajili yako nimesubiri. Pole. Asante. Sasa mimi nimekuja hapa kwa taarifa. Na taarifa ya hili jambo letu kubwa ambalo tunataka kulifanya. Ndio. Hivi unavyoniona hapa sasa hivi, kina shangazi washaanza kusambaza vijora huko. Wewe usiniambie. Nakwambia sikutanii. Yote kwa sababu ya hili jambo tunataka lifanikiwe. Na pia nataka nimuone baba mzee, nimtafute baba, nizungumze naye niweze kumuuliza hili swala limefikia wapi mpaka sasa hivi. Yaani katika siku ambazo umenifurahisha mpenzi, yani ni leo. Nilikuwa natamani hatari, yani natamani niwe na kwangu yaacha tu. Nakwambia hivi, yani utafurahi zaidi ya hapo. Kwa sababu hili jambo mimi mwenyewe pia natamani lifanyike. Yani hii Ramadhani inapotaka kuanza, nataka ianze tukiwa kwetu. Nataka tufunge tukiwa kwetu mimi na wewe. Mimi nilikuwa najiuliza, siku zimekuwa nyingi. Hivi nitakuja kufanikiwa kweli hili jambo hatimaye? Kwa maana hiyo sasa, kitu cha msingi na cha maana ujilinde. Hapo ni swala kujilinda, ondoa wasiwasi. Mimi nazungumzia kwa sababu wewe sasa hivi tayari ni mchumba wa mtu. Sawa. Ambaye ni mimi. Sawa, lakini mpenzi wewe mwenyewe angalia huko ndani. Mamangu mdogo mwalimu wa madrasa, haya anaanza kufanyia wapi ujinga? Haya sawa, haina tatizo. Kwa hiyo wewe wahi ndani. So mimi nijilinde tu na wewe pia. Mimi nasema hivyo kwa sababu nina uhakika, usijali. Sawa. Wewe wahi ndani. Sawa. Kweli. Asante. I love you. I love you too. Nenda ndani bwana, nenda ndani. Nakupenda. Nakupenda pia. Peke yako. Kweli? Nimependa, si unaona hivyo? Unaona hivyo? Hivi ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anapopenda. Nashukuru sana. Aya, sasa subiri basi. Kabla ya kuondoka, swala yote utakuja kujifunza hapa. Na huu ndio msala. Kwanza uchukue hii zawadi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, napenda sana kutoa hidayah, lakini na mimi nilikuwa napewa na ninapokea, lakini na mimi nilikuwa napenda kuwapa watu hidayah. Ana hidayah ni zawadi. Kwa hiyo huu msala inshallah unirithi mimi mamako. Napenda sana kutoa zawadi. Na hichi kitabu nakupa, unakichukua, lakini yani masomo yote inshallah yaanzie hapa. Umeona? Hapa yaanzie hapa. Ila kitu, yani kama sijui kwanza hivi vitu vingine sijui nikupe au niviache, kwa sababu tulipanga kitu kule, wenda ukarudi hapa mama, basi wengine kwanza hivi naweza kuacha hapa, lakini yani nimekutayarishia vitu mwenyewe, mwanangu utakuja kufurahi. Lakini inshallah anza na hivi, nikwambia asante sana. Asante sana. Asante. Inshallah tuko pamoja. Nikutoe hata bwana mtume anasema wasindikizeni watu wanapokuja nyumbani hadi nje ya mlango wa nje na nyumbani. Karibuni. Jamani wageni wangu, mmefika zamani? Hapana. Salamu hali. Karibuni basi tupite ndani. Wala si hata kupita kwa sababu tuna haraka. Tulichojia hapa tumekuja kuleta sare ya kijora na tumekuja kuleta tarehe ile harusi yetu. Mambo tayari yashawiva. Na kijora ndo hichi.
Kijora pambe? Tunasema tu kijora ndo hicho, na harusi yetu itakuwa mwezi mosi Ramadhani. Basi haya sawa, msijali. Akifika tu mume wangu nitamwambia. Haya, shukrani. Haya sawa, na pia sio kwa sababu kuja kumwambia masuala ya harusi. Haya sawa, akifika tu nitamwambia yote, msijali. Haya sawa, inshallah. Sasa kwa heri basi. Haya, karibu. Basi haya, shukrani. Haya, asanteni, karibuni. Haya, asante. Samahani mkwe kwa kukusimamisha. Sijui taarifa unazo? Taarifa zipi nilizokuwa nazo mie bwana wewe? Kwanza unaniita mkwe wewe, nani unaniita mkwe mimi? Nimekupa mwanangu mimi? Baba, mimi si ndio yule ambaye nahitaji kumuoa mwanao? Unahitaji kumuoa bwana? Bado hujamuoa. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kuniita baba tu? Sio mkwe. Wewe huna adabu sana wewe kijana wewe. Wewe unapanga na mwanangu kuhusu kuoana vipi? Wewe huna wazee wewe? Wewe si unaleta wazee wako? Ndio. Sasa hivi unakuja unaniuliza mimi. Uliza wazee wako bwana. Uliwaleta. Sasa unakuja unaniuliza mimi. Uliza jamaa zako bwana. Usiniulize mimi bwana kuhusu swala la ndoa yako. Nyinyi mkishakuwa mmeona Ramadhani imeshakaribia sasa hivi, ndio kila mtu anataka kuoa. Kila mtu anataka kuoa. Nilikwambia bwana, uje uoe mapema. Hapa na mke sasa hivi. Mpaka tunamaliza Ramadhani. Ramadhani tumemaliza, njoo uoe. Usitaki kumuoa mwanangu kipindi hichi cha Ramadhani, kimaliza Ramadhani unamwacha. Anakupikia tambi, anakuna minazi, anakula mihogo kwako. Alafu Ramadhani inamalizika unamwacha. Njoo uoe baada ya Ramadhani bwana. Hapana baba, mimi sipo hivyo, nina nia njema sana. Bwana huna maisha bwana wewe. Ungekuwa na maisha toka kipindi ulichokuwa umemposa ungekosha oa bwana. Wewe unasubiri kesho Ramadhani ndio uje uoe. Bwana nisikilize bwana, mimi na shughuli zangu chungu nzima bwana. Sawa, samahani baba kama nitakuwa nimekukwaza. Wewe samahani zako bwana zishanichosha mimi. Wewe tafuta jamaa zako waliokuja, waje wazungumze na mimi, sio wewe. Tena usinisimamisha, ukisimamisha nisalimie tu. Sawa, nitafanya hivyo. Wewe nifikiri unataka kuniambia jambo la maana, wewe unakuja hapa sasa hivi unaniambia tuzungumza na mwanangu. Wewe unazungumza na mwanangu kitu gani? Basi samahani baba kama unakosea adabu hivi. Samahani kama nitakuwa nimekukosea, samahani sana. Wengine mnaangalia bwana maneno ya kuzungumza, sio nazungumza tunavyotaka wewe mwenyewe. Umejisikia kuzungumza unanisimamisha hapa, nifikiri unataka kuniambia jambo la bwana ndoa Ramadhani hakuna bwana. Lakini ni jambo la kheri baba. Hata kama iwe la nini bwana wewe. Ramadhani haoi mtu hapa. Njoo wewe baada ya Ramadhani. Ameingia mwanangu. Habari za huko? Salama, vipi hali? Nashukuru alhamdulillah. Kwema. Naona kwanza mke wangu naanza kufanya maandalizi sasa hizi. Mume wangu nimechelewa kutoka Dar es Salaam, lakini inshallah kwa uwezo wa Mungu sasa hivi vinawiva. Haya ndo matatizo yako mke wangu. Siku nasema mtu useme leo ukale nyumbani ndio watu watakuwa wamechelewa kwenda kutoka Darsa, ndio watu leo watatoa wanafunzi sijui nataka kufanya nini. Mke wangu ya mambo yatakwenda mpaka lini hivi bwana wewe? Mume wangu vinawiva hivi sasa hivi. Haya kitaifa inshallah. Inshallah. Kitaifa. Mume wangu jengine. Nilipokuwa na umetoka huko, umekuja zako hapa mapema, nikajua moja kwa moja umepita sokoni kwa ajili ya maandalizi ya kesho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini umekuja mikono mitupu vipi? Haya ndio matatizo yenu bwana. Hivi alokuambia ni Ramadhani mtu anaandaa vyakula nani bwana? Mke wangu una kama unasomesha madarasa huko unajua? Maandalizi ya Ramadhani bwana sio vyakula bwana. Lakini mume wangu ni vizuri kuandaa leo mapema kwa sababu kesho tunamkia swaumu. Kesho ni kwako muda mzuri kwa ajili ya kufanya ibada. Sikiliza mke wangu, kama ungekuwa unaniona ya huruma leo ungekuwa ushapika mapema sasa hivi. Nikala na wewe unanijua mimi na matatizo ya vidonda vya tumbo. Nimeacha magenge yote leo kula huko. Nimesema nije kula nyumbani hapa. Chakula bado. Sasa unaanza kunisia kesho? Mwangu. Niandae vyakula vya kesho?
kula yenyewe jioni. Bana. Mume wangu. Sasa mbona unainuka? Chakula sasa hivi kinaiva hivi. Kujaribu kuwa na subra. Wewe ushazungumza kwa sababu ya maandalizi tena hapa kuna kaliwa nini hapa? Wewe umezungumza maandalizi hapa nikae nifanye nini sasa? Chakula ndo kwanza napika chankale kwa bwana mimi vidonda vya tumbo vinasumbua. Subhanallah. Lakini mume wangu. Bwana. Kuna jengine hapa nataka nikwambie. Bwana hilo jengine bakia nalo mwenyewe bwana. Tulikuwa nimemaliza chakula kimemalizika ningeweza kujiongelea. Ya Rabbi, jalie muongoze katika njia iliyokuwa nzuri.